Najisera ngonea, Bwana ameniita kunena mema kwa wanadamu. Kwa hiyo chukua Biblia, fungua Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 14. Uliye na Biblia, Yohana Mtakatifu, sura ya kwanza, mstari wa 6 mpaka 14. Neno la Mungu linasema: alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, tukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Haleluya! Sijasikia vizuri. Furaha kwa aliye hai milele. Haleluya! Amen. Mtume wangu jioni ya leo, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Kila mwanadamu chini ya mbingu, ndani ya moyo wake kuna habari mbalimbali anapokea moyoni, na habari alizozipokea moyoni ndizo atakazoziendea, ndizo atakazozifuata, ndizo atakazozitenda. Wengine hapo chini ya mbingu wanapokea taarifa na sauti kutoka kwa waganga wa kienyeji. Wanapokea, kifika kwa mganga, yuko kumsikiliza mganga anachosema. Hii dawa unaoga asubuhi unapoenda kazini, pale mwanadamu yuko kupokea, weke moyoni. Hii nyingine utakuwa unachanganya kwenye mafuta, na hii hapa ili ukachimbie pale kona. Mwanadamu yuko kupokea mambo, taarifa, habari kutoka kwa mganga wa kienyeji. Anaziweka wapi? Moyoni. Na akitoka hapa haendi na mganga, anaenda na yale aliyopokea kwa mganga ngeti kwake. Kifika kwake anaanza, mganga amemwambia nini, anaanza kutekeleza aliyopokea, anaanza kuyafanya, anaanza kuyaendea. Pepo zinaelewa huyu amepokea maelekezo yetu kutoka kuzimu, anaendea mwanadamu, anafanya. Nishuhudia na mtu mmoja, yeye kabla hajawa mchungaji alienda kwa mganga wa kienyeji. Mganga akamwambia hivi, sasa inabidi kutengenezee kuku. Unamla kuku bila chumvi, anapikwa hivyo hivyo, masupu yale hamna chumvi kweli, imewekwa dawa na kuku. Hapo alipomaliza kula kuku hiyo, hamna kula na ugali. Yaani nasema habari ya kupokea taarifa, habari simo ndani ya moyo wako. Hakuna mtu ambaye anaweza kawa anatenda mambo tayamo moyo, hamna. Yule mtumishi wa Mungu anasema kabla hajakoka, yule mganga akachinja yule kuku aliyemleta mwenyewe, alafu akapikwa, akatokota kama supu, afu na dawa, hapo hamna kuweka chumvi. Alisema ilikuwa nyama mbaya sana. Lakini mganga amesema lazima huyu kumalize peke yake. Hapo alipomaliza yule kuku akasema, unapotoka hapa jiani msisalimiane na mtu yeyote. Amepokea taarifa, habari kutoka kwa mganga wa kienyeji. Wako wengine wamepokea habari, taarifa kutoka kwenye dini zao, wazimo ndani ya mioyo. Wengine wamepokea taarifa, habari kutoka kwa majirani na wanazengo, yamo ndani ya mioyo yao. Ukipokea neno lake moyoni, ndani ya hilo neno uzima na afya kwa mwanadamu. Linaondoa dhambi neno lake, linaponya magonjwa neno lake. Tunalindwa kwa neno lake tukipokea moyoni, kushinda wakuu wa dunia hii. Yaani mengine yote uliyopokea hayawezi kuondoa dhambi. Ndio maana unapokea maneno ya waganga, bado utalewa, bado utalogwa, bado utazini. Maana uliyopokea hayo yenyewe ni ya shetani.
Shetani hawatoani. Upokee maneno ya dini, hayaondoi dhambi. Hata mimi nilikuwa mwana dini kuzidi wewe, tena dini linaelekeza mambo mengi, nikayapokea. Mara vingine unanua bishanga, mara maji, mara nyunyuzia, nililogwa tu. Hata upokee hayo, hayawezi kukulinda. Yuko simba kabila ya Yuda, aliyote na mbingu, alikuja mimi na wewe, nilikupata kuokolewa. Ukimpokea moyoni jioni leo, atakufanya kuwa mwana Bwana. Hili neno linaitwa ni maji yaliyo hai. Mtakalipokea moyoni analinywa. Na tunapokea tunalinywa. Mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu kwenye kisima cha Yakobo, Yesu akasema, mimi ninayo maji yaliyo hai. Uko tayari kuyanywa? Akasema, naam. Nipe Bwana hayo maji ni. Alipokea, ikakatwa kiu ya umalaya, ikakatwa kiu ya ukahaba. Alihubiri Samaria, kamgeukia Yesu aliye hai. Nini neno habari zake leo? Na mkipokea neno lake Kristo, unakuwa mwana aliye juu. Inakatwa kiu ya dhambi, mwanadamu anakuwa salama salimini. Nataka nikwambie leo, tunaopokea yawe ya majirani. Hata unaona mtu anavuta bangi, hajaanza tu bangi, amepokea. Yale anapotembea na wale wavuta bangi, sema ya mshikaji, mwanangu, onja hii, nipe tano. Kwa nataka pokee kama yeye alivyo, na huyu anamsawisha yeye kama yeye. Kwa hiyo anamuonjesha, anamsogeza. Nashangaa kijana amekataa kuja kwa Yesu, anakutana na vuta bangi, wanampa bangi, anapokea. Akiona sema mbona harufu ni mbaya sana. Wewe mwanaume bwana, onja tena, itakuweka sawa. Hapo unakuwa na nguvu na huyu na mawazo, unakuwa free. Yaani anadanganya shetani kama kawaida yake, ili mwanadamu apokee mambo yake. Na ndivyo ulivyo bila kuwa na Yesu ndani ya moyo wako. Kijana hujawa salama, baba hujawa salama, binti hujawa salama. Salama ya mwanadamu chini ya mbingu ni kulipokea neno moyoni. Ninaweza kuondoa dhambi Bwana, tunakuwa salama roho na mwili. Wewe umepokea nini? Watu wana habari na taarifa za kila namna ndani ya mioyo yao, ndizo atazifuata. Kama ameambiwa na kijana kwamba nimekumaindi, nimezimia, yaani anapokea kwa kuambiwa vyo mdomoni na message nyingi, nimekumaindi, pisi zako zimenimaliza. Amepokea haya, anakama hiyo, amesema amenimaindi. Mwisho uzinzi, mwisho kaswende, mwisho ukimwi, katoto tazaa kanaumwa na wewe mgonjwa, mwisho jehanamu. Ulipokea mauti, ulipokea udanganyifu. Yukaria hiyo itaweza kuponya ukawa salama ni ndani na Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Unajua binti aliyeokoka akishampokea Yesu moyoni, akikutana na anasema nimekumaindi, kwanza indicate inalia kabisa hii mageti. Maana yepo mle moyoni aliyempokea anamzuia singie kwenye dhambi. Yaani unaelewa hata kabla wewe una Yesu wewe ukaelewa. Tena unajitekesha. Unaingia kwenye makaswende. Yeye mwenyewe anasema nakumaindi, tasuari hajui kiuno. Ipo huku chini, kiuno kiko juu. Hapo chupi ya 500 inaonekana hapo, anasema nimekumaindi. Na unaitika na unapokea hayo kwa sababu ya kutokuwa na Yesu moyoni. Haleluya, haleluya. Wewe ni shahidi, maana moyo wako unakushuhudia. Na saizi wako hivi wengi kila sehemu. Kwa hiyo kutembea kokote ni kumwaga yale masumu alionayo, kama ni umalaya, uzinzi, kahaba. Hata kama baba na kitambi na watoto nyumbani, tuongoza watoto. Sister, auntie, dada, mtoto ambaye anataka muite baba anasema sister. Ambaye sawa na mwanae, na yeye anateka, si atampa zile za kupangusha, anaanza kucheka. Mimi kaka, babake, umri wa babake kabisa, mtu zinaanza sasa mimi kaka. Kama mwanadamu kwenye umalaya, kaishi nayo mpaka lini? Yukoleo watari mpokea, waliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Hiyo wewe wanaliamini jina la mwana pekee. Hawezi ukaingia kuamini hili jina mpaka lazima ulipokee. Hata naenda kwa mganga wa kienyeji, hawezi kuingia kwenye imani ya uganga na uchawi hapo akafanana na mganga mpaka pokee maelekezo ya mganga. Kaji anavyoenda Muhemba,
utashangaa na yeye kwenye miguu ameanza kuvaa kenge. Anaenda kwa mganga, utashangaa kwenye mikono na matendele. Anaenda kufanana na mganga anayempa zile habari. Kadri anavyosikiliza maelekezo ya mganga, utashangaa na marupengo shingoni. Anasikiliza, baadaye jengine na yeye anaenda kuchuma na mamizizi. Maana yake anafanana naye, yale anayopokea anamfananisha na mganga. Baadaye unaweza kushangaa na yeye mganga wa kienyeji. Kama nguo nyeusi, kama shingo ngani, uweke. Utakuwa usiku unapolala, unatandika hiyo nguo nyeusi na ngozi ya chui, unalala upande wako. Unadhani haya amekuja? Amepokea habari na taarifa kutoka kwa mganga. Sura yake na mwenendo wake anaanza kufanana na mganga wa na ndivyo ulivyo. Umeumbwa na Mungu, unafanana na waganga, unafanana na kuzimu, maana umeyapokea hayo. Iko neema jioni ya leo, hadi hata zina mbingu haweza kukuokoa ukimpokea yeye moyoni. Yale yote uliyopokea kwa mganga yalete, tunachoma moto. Manguo meusi, mekundu, matendere, ngozi ya chuo na simba. Sio wanapata wapi ngozi za chui? Ngozi za simba sio wanapata wapi? Nienda kuchoma tunguli mengine. Yaani mengine anasema haya yanapatikana baharini. Hivi mtu wa Misungwi, bahari ameipata wapi? Ni mambo ya ajabu, na amesafiri kwa nauli. Ngozi za simba wanapata wapi? Na ndio uliopokea. Mwisho hayo ni jehanamu, mwisho ni mauti. Ni upamo na mmoja, hadi hata enzi na mbingu. Kila mwanadamu moyo wake unayempokea ana uzima milele, anaondoa dhambi. Bwana anakata kiu ya dhambi, mwanadamu anakuwa mpya. Haleluya, haleluya. Anasema Injili ya Yohana 1 kuanzia mstari wa 6 mpaka 14 kwamba palitokea na mtu mmoja alitumwa na Mungu. Huyo mtu aliitwa Yohana. Kilichomleta ni nini? Alileta ile itambulishe nuru, ila yeye hakuwa nuru. Haleluya, haleluya. Kwa maana Injili inapoletwa hivi, Mungu anataka wewe uingie kwenye hiyo nuru. Haleluya, haleluya. Amina. Alitumwa na Mungu ili alipeleke nuru. Anasema na hiyo nuru ilikuwepo hata kabla ya yeye. Alafu ndiye iliyofanya vyote hivi viwepo. Na hiyo nuru anaongelewa ni nani? Yesu. Kwa mtu akipokea Kristo ambaye ni neno lake, nuru inaingia moyoni. Mambo ya giza yote yanaondoka ndani ya moyo wa mwanadamu. Masamba, mamisimu, usagiza, mauongo, mahasira, chuki, makwazo, yote yanaondoka, maana nuru ina kazi ya kuondoa giza. Akipokea moyoni, sio unavyofanya maigizo hivi. Watu makanisani wanafanya maigizo. Amekataa kupokea nuru ambayo ni neno ndani ya moyo, anakuja kanisani bado Mungu, bado na hasira, bado msengenyaji, bado malaya. Pole, umejidanganya. Hukumu yake haitakuwa na upendeleo. Hana praise team, hana mchungaji wala askofu, hana watakatifu waliopokea neno moyoni, nikaondoa giza, mwanadamu akawa salama, kaondoa vifungo. Naona Kristo ndiye anamtambua huyu, hana vyeo. Saizi watu wamejaa kwenye makanisa ya kirokole, wamejaa kama kumbi. Shetani amewaruhusu waende, wanaenda mle, hajapokea neno lolote. Baya, muongo, sengenyaji, ana miungu, ana mizimu, wanahirizi kanisani, wanaimba tenza rohoni. Amekuja mfalme asiyebadilika kwenye neno lake, hajitangui. Na wokovu mpya, na wokovu tu wa zamani saizi umekuwa mpya. Nini ndani ya mioyo wamemkana Masihi. Hawajapokea neno. Kwa naishi na dhambi, eti wanadhani Yesu amebadilika. Habadiliki. Ebrania anasema yeye ni yeye yule, jana na leo na hata milele. Ila mwanadamu ndio anayebadilika. Umepokea nini moyoni? Na moyo wako ni shahidi. Wamepokea miungu moyo. Sio wachungaji wa maskofu, wana miungu, wanakataa Masihi ndani ya mioyo yao. Heri ukitubu leo, ukarejea, neema ingalipo. Wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu aliye juu.
mwana huwa anafanana na baba. Hata wewe ni shahidi baba, unaonaje? Umeoa mke akazaa Mwarabu, anazaa Mhindi, nyie wote weusi, utamwelewa huyu? Si amekuchenga? Anapatikana wapi Mwarabu huyu? Kwa aliye wa Mungu, kama amepokea Mungu ndani, Mungu anaondoa dhambi. Neno la Mungu linakaza kuondoa dhambi. Kama unalo neno moyoni umelipokea, linakufanya uwe mwana, unafanana na baba. Sifa na tabia ya Mungu ni mtakatifu. Amesema kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu zile za ujinga, bali sasa muwe watakatifu kama yeye alivyo katika mienendo yenu yote. Ukoje mwanadamu? Mbona unataja Yesu kubado na miungu, bado mwongo, bado na mizimu, bado mlogi, bado hujatengeneza? Iko neema jioni ya leo. Simba kabila wa Yuda asiyebadilika haweza kukugeuza. Pokea Yesu moyoni, ambao ni neno. Watu wa makanisani unaimba Yesu ni Bwana, haleluya, tutaimba milele. Utaimba bila umebeba uongo, hujampokea yumo moyoni. Fanya dansi sana mwanadamu, sala huko pale pale. Watu wako kwenye maigizo, heri ungegeuka leo. Toka kwenye maigizo ulionayo. Yaani watu wanafanya maigizo saizi kana kwamba eti Mungu na yeye anajiact. Kama anavyocheza mizengwe vile, mwanaume anavaa sketi na blouse kamili anacheza, watu wanashangilia. Azani Mungu yuko hivi. Ni mfalme, ni Mungu muumbaji, haigizwi, ni mtakatifu. Kila aliyempokea moyoni anafanya kazi yake. Yeye ni nuru. Nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Yeyote aliyempokea nuru, giza sote ondoke, giza sote pishe. Nuru inatawala, nuru inaonekana ndani ya moyo wa mwanadamu. Inaondoa dhambi, inaondoa vifungo, inaondoa laana. Mwanadamu anakuwa mpya mwingine. Wewe ukoje? Mbona bado una giza? Umepokea nini moyoni? Yeyote aliyepokea hii nuru ambayo ni neno la Mungu, linaondoa giza kabisa moyoni. Hata kuwaza, huwezi kufikiria hata dhambi za visasi. Eti mtu alikukosea, unaanza kukokotoa, siku ile simefanya hivi na hivi, mimi simuelewi. Kwa kweli mimi hamna, sitaki kabisa na simcheze. Kinachoongea umani. Nuru ikiingia hamna mawazo kama hayo. Nuru inakwambia samehe. Shinde ubaya kwa wema. Tunashindana ufoma giza katika achilia. Hawazi mabaya, hawezi kutunga hila, hawazi kinyume na kweli. Nuru itakuzuia. Simba kabila wa Yuda akiingia ndani ya moyo wa mwanadamu, anazuia giza, anazuia mawazo mabaya, anageuza mwanadamu awe mpya mwingine. Anatairi gobi za mioyo, anaondoa moyo libaya kutosamehe. Mama anaishi ndani sasa kituo cha polisi, serikali na bangi na wanaume. Na kwenye dini za kiokole wamo, kwenye dini kubwa wamo. Neema ya Bwana yatutosha. Neema ipi? Mbona haipo? Alishatukanwa au alipigwa, alisemwa vibaya na mume, umo ndani anafundo, ana visasi, umo ndani umo, ana manuniko, kiza imekaa, hajui kusamehe. Iko neema leo, aliye hai milele, haweza kutahiri dhambi za moyo, haweza kugeuza. Anaondoa moyo wa jiwe, anaweka moyo wa nyama, moyo wa rehema. Tunaushinda ubaya kwa wema. Je, yumo ndani mwako ili akufanye ushinde ubaya kwa wema? Yumo, umempokea? Na wengine wamekalita maandiko haya, shinde ubaya kwa wema. Hajawahi yeye kushinda ubaya kwa wema. Samehe. Tena anaongea hata mtu mmoja anamwambia mwingine samehe. Yeye mwenyewe hajawahi samehe. Hata mimi nilivyokuwa kwenye dini hivyo, tuko naenda kwenye dini na mwanaume wote. Baba yetu ya mbinguni, chini tunasali sasa sala za dini. Baba yetu, yani kama kasuku umekalisha. Baba yetu ya mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Tusamehe kama unavyowasamehe. Sitamani si nini. Natoka hapo nyumbani tena hatuongei. Na wako hivyo, maana wamo kwenye dini. Wapokea dini ndani ya mioyo. Wala yupo Kristo anayeweka moyo wa kusamehe. Ni Yesu mwana wa Mungu anayeweka moyo wa toba, moyo wa kuachilia. Ni Yesu simba kabila wa Yuda aliyeota nchi na mbingu. Ukipokea moyoni, anaweka moyo wa rehema.
yaani mle ndani una chuki wala visasi wala manunguniko. Unashidi unamweleza yeye, Bwana umesema nikutwishe fadhaa, simama juu ya hili. Mungu nitetee, nisiende kinyume na wewe, nipokee neno, niishi na neno, nipe moyo wa rehema, nijue kusamehe. Ondoa makwazo, ondoa chuki. Wewe unasema hivi, Yuma anasali na chuki anazo. Yesu anasema hivi, mtu anayemchukia ndugu yake ni sawa na muuaji, hana sehemu ya ufalme. Maana tukimpokea moyoni, anaondoa chuki, anaondoa mawazo mabaya, anaondoa unafiki. Ukisema mdomoni, unasema kutoka moyoni. Wewe ukoje? Anasema yeye alikuwa ni nuru halisi. Yohana akamshuhudia habari zake kwamba iko nuru inayokuja ulimwenguni, na hii nuru ndio iliyofanya vyote. Yesu ni nuru na ndiye aliyetufanya. Alafu yeye mwenyewe akaja kwetu ili aingie ndani ya mioyo yetu, aondoe giza, tuanze kutembea nuruni, tuanze kuwa wana wa Baba aliye juu. Bwana umemkataa moyoni mpendwa. Wengine na Bwana asifiwe, tunapeana. Ana hili vikiunoni, anatuanga mizizi, ni mwema waganga. Yukaria hilo haweza kukuokoa ukawa salama. Akiingia moyoni, anageuza mwanadamu wa mwingine kabisa. Kama umeumbwa na Mungu, unapokea maneno ya waganga. Unatarajia maneno ya waganga yatakufanya wewe uache dhambi? Umeumbwa na Mungu, unapokea maneno ya dini. Wewe umeumbwa na dini, dini itakufanya uache dhambi? Hata Yesu anakuja, dini haizikuta tena. Wanadini ndio waliomsulubisha Yesu. Nikwambia makosa aliyomshika Yesu. Siku ya Sabato anafanya kazi kuponya watu. Kosa la kwanza. Kosa la pili, wanadini hao wanaosali na Biblia wanabeba na wana makundi ya watu, wakasema kosa la pili, anajiita mwana wa Mungu. Mungu ana mwana. Wanadini waliomsulubisha Kristo, hata leo wanaomsulubisha Kristo ni watu wa dini. Mafarisayo, iko neema aliye milele, haweza kukuokoa ukawa salama. Pokea moyoni neno lake aliye hai, linaondoa dhambi. Bwana eti wanamhukumu aliyewaumba. Kwa nini unaponya siku ya Sabato? Tusipike, usiponye watu, wakati yeye ndiyo Bwana wa hiyo Sabato. Yaani wanamhukumu mwenye nayo. Yaani yeye alikuwepo, hata wao wameumba na vyote, mpaka sisimizi, mpaka jongo wale jongo wale wa chini wale unaitwa jongo, naitwa jongo wale wanajigeuza kikagusa kama jificha, usije kaniua, kanijikunja. Sikungati, ni mpole, niache tuendelee safari yangu. Yupo aliyemweka. Hata simizi ukitembea unaweza kumkanyaga na mzalao, pumzi ameweka mwenyewe, na amemweka simizi kwa kusudi lake. Ndio maana amefanya yawe mabaya kwako, yote ameyaweka kwa kusudi. Lakini wewe unaweza kudharau. Huyo ndiye alifanya vyote. Hapo wanadamu hao, watu wa dini, ndio wanamshtaki aliyowafanya mpaka pumzi wapumea kama. Kwa nini unaponya watu siku ya Sabato? Kwa hiyo walikuwa wanakusanyika wana dini, wanabeba na Biblia, tukamwabudu Mungu, alafu Mungu tena anamhukumu. Hata ukihubiri injili wanahukumu ta injili ya Kristo. Injili gani hiyo? Inaumiza sana. Kumbe ndio ya kuponya sana. Na ndio yeye ni salama. Bwana asifiwe wanadamu. Ukimpokea moyoni, anaondoa dhambi, anasamehe, anaponya magonjwa. Mwanadamu anakuwa salama roho na mwili. Bwana haleluya, haleluya. Yeye alikuwa nuru halisi, sio fake, sio kutengeneza. Unajua kuna nuru halisi, kuna nuru ya kutengeneza. Kama umeme, nadhani umeme ni nuru halisi. Umeme wenyewe tunawasha kataa huku, lazima isije bili kawa kubwa. Unaiona nuru yenyewe toka asubuhi, nuru halisi aliyoweka mwenyewe. Saizi jua tunapata bonus ya kufadhiliwa bure bila gharama. Kale kataa ulikoweka nyumbani unalipia shilingi ngapi kwa mwezi? Ukakiisha ka nani unasikia nilishe nijaze naenda kuishia, unaweka hela ndio ulipie. Toka asubuhi siku zote wanadamu nuru halisi, nuru ambayo ameiweka yeye, tunapata offer bonus, hamna anayelipia. Lakini huyo mtu anamwambia yeye, anasema hivi, choo kwake wache dhambi. Hataki. Jua la Mungu anataka, mvua ya Mungu anataka, ardhi ya Mungu analima, yaani pumzi ya Mungu anapumua. Mwambie sasa Mungu anataka yapi? Hataki.
yuko haweza kukufungua. Mwanadamu kawa salama, aliye nuru halisi, aliyevifanya vyote, simba kabila wa Yuda aliye alisema na iwe nuru, na ikawa nuru. Akaita mchana, giza akaita usiku. Giza ni yake, usiku ni wake, maana amevifanya na ameviweka, na wewe ni wake, na kwako utaripoti, maana amesema kila goti itapigwa mbele zake. Hata leo ukatae kumpokea, maana watu kimwambia mpokee Yesu ambao ni neno, ufanyike mwana wa Yesu, hataki, anapokea dini moyoni. Dini yetu ya ukoo, siwezi kuhama, mimi sibadilishi dini. Sasa dini imeondoa dhambi, na dini imekuumba. Sipokea neno hilo alikuumba liondoe dhambi. Wangapi wameondoka na dini? Mtu unaondoka na furushi lako, yaya lolo na alema, siwezi kuhama kwenye dini moja. Na Mungu anaweza kunibadilisha dini yetu hiyo hiyo, na mimi nitazikwa huko kwenye dini. Anadhani atazikwa yeye, unadhani roho inazikwa? Kuna mtu anaigusa roho ya mwanadamu, anaichukua mwenyewe na inapelekwa mahali pake. Huo udongo huo unaokusumua moyo ni mwili ndio utazikwa. Hiyo roho itaripoti kwa mwenyewe aliyeifanya. Hivi udongo ni itarudi. Yeye haelewi pasi, nitaka pale kwenye dini yetu. Pole, Mungu akufungue tu fahamu. Na menalia ile alifanya udogo ni baba wote wenye mwili, haweza kuokoa mama, ukija kwake ukawa salama. Anaondoa dhambi, anaondoa laana, anaondoa majini, anaondoa masamba, anaondoa nguvu za giza. Mwanadamu anakuwa salama. Hakuna usalama pengine. Pokea dini uwezavyo. Shika maelekezo yote ya dini, hayaondoi dhambi. Utageuza wanaume kama blouse zilizochafuka. Dini haikwambii wala haikuelekezi njia ya kwamba jamani mwenze nimetoka kubadilisha wanaume, nifanyeje? Na wale mayodini wanasema haya tuyajui sisi, chaguaga mwenyewe. Sasa kuna suluhisho huko, badilisha wanawake kama suruali iliyochafuka, t-shirt, na ndio sura ulionayo. Kila katoto kana baba, hata baba zake huachita wewe. Tunajianika kama mami hoga alioza. Leo mnadani wanaenda kujipeleka kabisa, hata hana shida yoyote. Haweza kawa na 500 anaenda mnadani, anajitembeza. Dada, yani tabu bila Mungu. Yani hana shida yote, nikasafishe macho nizunguke kama shetani anavyozunguka. Ndio mambo yako hayo. Anaenda huko kamimba. Na sasa hivi wamepata na teknolojia, wanaweka vijiti, sindano itasipate mimba. Hiyo teknolojia ni ya wanadamu. Hukumu itasimama tu mbele za Mungu, hana kizuizi. Tunasema unazuia mimba zingine, dhambi hawezi kaizuia, na dhambi itapata mshahara, utazuia tena pale. Hata kama utembea na vijiti, sasa mabinti vijiti ni mambo ya ajabu. Pako na shanga na wewe manjiti ya nini? Amefundishwa na yeye, ana masomo ya kuzuia asipate mimba bila zini. Fanya uasherati. Sasa mpaka sekondari wanafundisha watoto uepuka mimba za utotoni, usiharibu ndoto zako. Wako hivi kwenye screen, kwenye TV kuangalia. Epuka. Makini kusikiliza ili wajue shule na elimu ya kuzuia mimba. Binti moja kwa mfanyia huduma akasema, mimi mchungaji nilikuwa natumia majibu. Yaani wana shule. Anasema yani majibu nikiakoroga mimi. Yaani wana elimu. Ni mambo ya ajabu, ni uchafu, ni takataka. Utaona nani wewe kopo wewe? Umeharibika, umeporomoka ufai. Choko Yesu leo haweza kukurejesha heshima yako. Anasema dhambi hata kuheshimisha, hautaitwa dhambi, hautaitwa kopa iliyopitiwa, atakutakasa kabisa. Mabinti wameharibika, ni jambo la ajabu. Watoto tuwefikiria form 1 form 2 darasa la 7 wanajua saizi wa sherati na nini na kila kitu. Tembea kama mababa, anabeba begi, nadhani kanaenda hapo kusoma na t-shirt. Ama ile t-shirt ni malaya. Umenadhani wamebeba kweli madaftari kaenda kusoma? Na kingine ni wakuta kabisa wa kijana kana soma chuoni, haenda kajapanga hata chumba kamekuwa kama kameolewa.
Sasa mimi nafika pale kwa yule kijana, ni mpangaji wangu. Nakutana kabisa. Sasa kuna mwingine mpangaji ni mama, najua labda mtoto wa huyo mama. Sasa mama wako yuko hapa. Cheka. Unacheka sasa. Kumbe kametoka kwao akasema anasoma chuo. Kako kwa malaya. Nikadogo tena fupi. Sasa mbona unacheka? Hivi wewe mama wako ndio huyo anaonyesha huyo nani? Akatokea huyo kijana mwenyewe. Chekaji huyo. Huyo nini? Nani huyu? Rafiki yangu. Hapa. Unaelewa nini? Wewe umeelewa? Rafiki. Rafiki umeelewa mliona? Mama akajua naishi kwa huyu wewe. Sasa hivi ondoke hapa na siku nyingine ukikuta hapo hata chapa pimba. Toka na umalaya wewe. Ya zambo kikamata hivi. Safi kabisa. Sasa mimi sichezei dhambi hata kabisa chafu taka hizi. Mtoto anaenda chuo, baada ya kupanga chumba, anaenda kukaa kwa kijana. Eti kama amejipangisha. Bora huko. Na ndivyo ulivyo. Mnatembea kama gesi za mabinti. Ukiambia okoka Yesu kuheshimisha na sali. Unasali ni malaya wewe. Unaenda kufanyaje kwenye dini? Kusali maana yake nini? Mungu atakusali watu malaya. Unapitiwa tu. Nikamuuliza yule kijana, kwa hiyo hii ni gari umeleta gereji, alafu baadaye ukicheki na pande eti. Hayuko gereji huyu. Anafanya nini? Silamu kwa hivyo. Unapelekwa kama gereji. Malaya umepitisha. Kwa sababu ya kuwa na Yesu moyoni hayupo. Anasali tu. Nasali kina mimi. Unasali nini hayo ndio nayo? Ni maisha haya. Sasa waoleni. Ukipaki hivi. Akishakagua anaona breki hazishiki, nini hakishiki. Toka bwana. Nachukua mwingine tena mleta kama garage. Kama hizo ulionayo. Kijana tubu. Hata uovu, hata uchafu, hata dhambi mwanamke, hata dhambi binti, hata dhambi kijana, geuka. Toka kwenye uchafu wa uovu. Pokea mambo ya chafu sasa hivi. Na vijana wamekubali hayo maisha nikubeba, toka. Nataka nipate ambaye ananifaa. Na bibindi sasa mimi hapa najisogeza kama mauyoga. Tabu geuka binti. Toka kwenye uovu huo. Aliye na Yesu hamna hicho. Anakuwa serious. Zamani sisi tulikuwa mabinti. Hata kama sijaokoka. Kwanza kijana kiniambia niende kwenye geto lake. Ufanyeje? Nikapokea mimi. Kwako siji. Tangu siasa masiji huku sina Yesu. Sasa hajui kusema siji na maindeti. Na maindeti tende. Ndio maisha ulionayo. Maana una Yesu. Yukaria hilo. Haweza kukoko. Bintu utakuwa salama. Hakiingia Yesu moyoni. Unaichukia dhambi. Unamcha Bwana. Maana kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwanza ukiona tu uovu unajua huu ni uovu. Yaani kabla hutaingia unajua hii ni nini? Dhambi. Huyu anaanza kunipamba mimi ni nani? Uko vizuri. Dada umependeza wewe, funga kinywa mpokee Yesu. Aye Bwana mwokozi wako, umalaya. Utasema bila Yesu. Unajichekesha. Kwa sababu hata style wanaovaa, wanataka wasifiwe na hipi nzuri. Ndio wanavaa nguo hipi zimekaete. Tunini hizi hapa zionekane hipi za huku chini. Nyama iliyojaa hapa. Akijitikisa wako kwenye biashara. Bado utatusuai kama tusotsi. Amejibana huku makolongo, anatembea anafanya hivi. Sasa unataka usemeshwe wewe. Malaya wewe. Tauba tanjia hizo mbaya. Ukiambiwa acha nguo gani, kwani nguo ina dhambi gani? Unajionyesha nyuma kalio hivi. Au vijana wote watakutamani maana umevaa nguo za kutamanisha. Wote wabebe. Amepokea dunia moyoni, pa hivi tapendeza, pa pendo la hivi, pa na hii. Tembea sasa mtaani. Kila mtu atasema sister, unaishi wapi? Sister, unagawia namba wangapi? Pata nini maisha ya uchafu? Haya, pai. Kama mwanadamu ondoka huko. Utakaa kwenye hayo bagari. Alikuja binti moja kwenye huu mtaa. Ilibidi mimi na yeye nifuatane naye kiasi kuna mfuatilia. Huyo binti alikuwa anavaa pensi zinaishia huko. Hapo amevaa t-shirt. Anatembea kama mwanaume. Mimi nilijua ni mwanaume. Siku moja naenda sokoni. Nikakutana namwambia kijana bei size. Sasa nilikuwa na binti yangu Priska sema, "Kwani ni kijana?" Ni binti. Nikasema wewe.
Sio kijana. Nikageuka kumwangalia tena. Penzi kwa aya inaonekana. Hapo anafanya hivi. Nikasema nimfuatilie. Hii pepo imeingia kwenye mtaa. Mwanzo atakuwa hivi vitu vya mabinti. Saizi wanaiga hivi. Akija hivi kama mtaenda kununua pesa na yeye ataanza kutembea hivi. Wote mtaa watakuwa kama bwana mastao sana. Nikasema huyu na mimi lazima nifuatilie. Kesho yake siku nyingine nikamkuta tena. Anakuja hivi nasema tukutane naye. Wewe ni binti au kijana? Kwa nini? Tunaulizana nini? Nasema wewe, mimi niko kwa ajili ya kuuliza nijue ni binti au kijana. Nasema mama shida nini? Mapepo yamejaa. Nikasema tu Yesu maisha hata haya maisha. Unajieki tu kijana wakati ni binti. Kwa Mungu alikosa kuumba hivi. Yaani ana sura ukimwangalia sura mnyoo wenyewe amenyoa. Sijui sura yenyewe anafanyaje na yeye ienda atakawe kijana sijui. Nikasema hata haya mambo. Pokea Yesu Bwana Mungu. Acha. Kila siku nikutana naye wewe. Pokea Yesu acha hizo tabia. Acha. Mwana alikimbia. Nanganalia simba kabila wa Yuda. Yaliyokuwa mwanadamu. Akingia moyoni. Mwanadamu kikinai. Mwanadamu akikubali. Hauwezi ukajigeuza. Kama alivyokuumba Muumbaji unajipenda hivyo hivyo. Amekuweka mwanamke utafurahia kwa mwanamke. Amekuweka mweusi utakubali kwa mweusi. Wewe unataka mimi ngoja nijikeuze, nijisilibe. Hapo una Yesu tu umepokea dunia. Umepokea dhambi. Hayumo Mungu. Wewe fikiria binti anataka awe kiume. Hivi hayo mambo kweli. Si mapepo haya. Ndio wanaoana binti na binti. Jinsia moja. Ndio zimeingia hivi. Kijana na kijana. Unaenda wapi mwanadamu chafu hivyo? Unaenda wapi? Na unaambia upokee Yesu arekebisha rande hizo akili. Taki mwanadamu. Yukawezaye kubadilisha. Yukawezaye kugeuza. Simba kabila ya Yuda. Ni mfalme ni Mungu Muumbaji. Akiingia moyoni. Anageuza tabia za mwanadamu. Anageuza sura. Inaingia sura ya uungu. Ndani ya mwanadamu aliyempokea moyoni. Inaingia sura ya uungu. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu aliye juu. Mungu tabia yake ni mtakatifu. Kwa mtu aliyepokea neno moyoni inakuja sura ya uungu. Wewe huwezi kujifananisha na jogoo. Sasa vijana wanajifananisha na jogoo. Ananyoa nywele zimebaki katikati. Hizo katikati anaweka lasi. Anazivingisha lasi. Hapo anatembea anafanya hivi. Mpaka mwanadamu jifananisha na jogoo. Ni mambo ya ajabu. Sasa unajiuliza, na hizo katikati zimesimama kama panga. Nini maana yake? Hayo umejifunza wapi? Kwa nini usijifunza kwa aliyekuumba? Tukipokea Yesu moyoni, tunajifunza kwake. Nira yake ni laini, sifa yake ni mwepesi. Tunapata raha nafsini, tunakuwa salama roho na mwili Bwana. Sio hivyo ulivyo. Geuka leo. Tubu leo. Letea leo. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Walioliamini hilo jina. Si kwa mapenzi ya mwili wala mapenzi ya mtu. Kwa hiyo mtu anaanza kuishi kwa mapenzi ya Mungu. Mungu anataka nini? Mungu anataka uvaeje? Mungu anataka uongeeje? Mungu anataka uwazaje? Ukishampokea unaanza kujifunza kwake, maana upo kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Wewe ukoje? Bwana uko kwa mapenzi ya dunia? Bwana uko kwa mapenzi ya dini? Bwana uko kwa mapenzi ya waganga wa kienyeji? Maana watekeleza wanaokuelekeza. Bwana uko kwenye mapenzi ya mizimu? Siku tumelala wengine wako njengelenge saa 9. Shida. Tabu kabisa. Yeye ndiye anafanya ibada saa 9 wengine wamelala. Tengele. Yeye yuko kuoga. Wako kuoga saa 6. Na mganga amemwelekeza. Kama anavyofanya yeye mchawi na kuanga huo usiku, fanya matambiko ya damu za ndege na wanyama, damu za wanadamu usiku. Na wanadamu anawaelekeza hivi. Waamke saa 9. Na yeye saa 9 ndio anakuwa kazini. Waamke saa 6. Chukua maji, weka nini, changanya, ukaoge nje hapana. Anakufundisha kuoga. Na wanapokea. Sio mwangazi sasa. Yuko anayesamehe dhambi leo. Yuko anayegeuza fahamu leo. Yuko anayekumba leo. Maelekezo yake ni uzima. Maelekezo yake ni afya. Maelekezo yake ni amani. Maelekezo yake ni maisha milele Bwana. Tunatembea na maelekezo yale aliyetuumba ituwe salama.
maelekezo ya waganga. Unatembea na aliyekuumba amekuelekeza nini? Na hatufanyi wakati wa giza. Peupe. Hatujifichi, macho yafanye ni amumbaji. Macho na ubili amesema tuhubiri. Peupe jua linawaka. Nyie mnasubiri usiku saa 9 kwenye vikao. Kazi maovu hizo mpaka lini? Mwisho wake ni nini mwanadamu? Ona ukiburi tu. Taabu jioni ya leo. Geuka leo. Yaani watu wana mambo ya shetani yamejaa ndani ya mioyo yao. Watafuta giza kufanya watu wasiwaone. Hata mzinzi utamkuta malaya huko hapa eti wanazini. Zimejengwa gesti, anaangalia gesti kulingana na uwezo wake, akajifiche mle wasimuone watu. Zimejengwa gesti kabisa kwa ajili ya wazinzi. Wengine wanaambizana eti masaa, yaani analipia kwa masaa. Malaya umezidi, na nyie wenye hela nyingi. Kwa hiyo ujenge gesti unaharibu wengine. Iko ole. Jenga magesti, jenga mabaa. Anaenda anachukua watoto kijijini. Watoto hawajui chochote, wanafunga nguo humu. Wakifika huku, podoa, keuza watoto, basi ngiredi, acha mgongo, wanafundisha kutikisa makalio wako kwenye baa. Hiyo kazi mbovu hiyo. Pesa ulionayo usikufanye fanye kazi mbovu. Ukiburi mwanadamu, taabu rejea, acha kazi mbovu. Watu wa Mungu wabadilike kwenye uovu. Wewe umewekeza unasema pale. Umewekeza kwa ajili ya uovu. Wanashinda kutwa nzima wamevaa tu sketi tu kwa huko. Anatembea anashindwa hamna kwenda hivi. Hamna nguo inamwambia sio hivi. Anafanya hivi. Afundisha. Tafanya kazi mbovu ya bakari. Hao wana dini. Waliotoka mabana magestani wana dini. Nasema nimewekeza. Na itungefunguliwa leo. Kuwekeza ni kuacha dhambi. Kuwekeza ni kuingia kwa Yesu. Kuwekeza ni kutembea na neno. Yako maisha milele. Iko furaha ya milele. Hatuweki hazina duniani. Mnawezi wengi. Mnanondo. Kuna kutu duniani. Hazina tunaweka mbinguni. Kwa kutembea na neno moyoni. Kulitendea kazi. Na kufanya mapenzi ya Baba aliye hai. Huko ndio ziko hazina. Hapa hakuna hazina ya kuwekeza. Sidanganye. Wekeza. Niwe na paa. Takuwa naingiza hela kwa siku. Unaingiza hela ya laana. Ya kubadilisha wengine waingia kwenye ukahaba. Tena wakikaa mabidi wametoka na wafukuza watu analeta wapi? Pale ameingia mademu mengine bwana. Chombo vipya pale. Unafanya biashara wapi? Taabu wanadamu. Geuka leo. Yuko saa kukokoa. Anaweza kufungua fahamu na kufungua moyo. Ukarejea kwa Baba leo. Tunarejea pasaye kutenda tukiwa na Yesu. Mwenye Yesu aweza kukubali eti mtoto wa mwingine abadilishwe kuwa kahaba. Ninaumiza sana nikiwa na Yesu. Nimkuta binti moja bali yake. Paka niliumia. Mchana yuko sawa na uchi. Mevaa kanguo kakulalia. Mepitisha kamba tu. Kamba zimepita. Mgongo wazi hapa. Mchana anatikisa anafanya hivi. Nikasema binti, pokea Yesu ya maisha si. Inaumiza. Yaani unaugua roho anaugua kwa hivi. Yaani peupe anajiuza anatembea. Hadi nini ma? Pokea Yesu ya maisha sio yako. Sio mpango wa Mungu wa hivi. Wewe kweli unajiuza. Situuza matikiti jamani. Situuza viazi. Tuuza bamia. Lima mchicha uza. Mwanadamu kumbo jiuze. Mwanadamu kumbo jiuze wewe. Uza bamia. Uza mchicha. Uza kisambu. Yuko Yesu leo. Haweza kukoka. Mwanadamu kwa salama. Hakiingia moyoni. Salama ya mwanadamu. Yesu ndani ya moyo wake anamrekebisha na kumlanda. Yule binti uliingia uchungu wa kumshuhudia. Baada ya kumshuhudia anabinua mdomo. Nini? Pepo zima. Namshukuru Mungu. Baada ya kushuhudia hivyo akakimbia kabisa kaingia ndani. Ambe nipoondoka ni alirudi na hiyo nguo ya kulalia. Lakini nadhani kwa nini haya yanaendelea? Amepokea. Ameambiwa na wengine makahaba kwamba wewe umeolewa, anauma na kusumbua. Tufanye kazi. Wewe unavunja miji wewe. Utaingia kwenye hizo kazi. Tunapokea maneno. Na Yesu umemkataa. Utaingia humo. Wamechoka. Ameolewa wanaume badilisha bandua banaye amechoka. Amekutana na mashauri wengine. Achana na wanaume. Twende tufanye kazi. Kila siku naweza kuingiza 200.
twende. Ndio hiyo kazi. Beba mrefu, beba mnene, beba mwenye kitambi mzito akiombea. Wote kila siku kazi ndio hizo. Magonjwa kia na wamejikatia tamaa. Maisha yasiyofaa. Yukawazalo kukokokabo, yukawazalo kukugeuza vya moyo, yukawazalo kukugeuza mchao, yukawazalo kukugeuza mtabangi na sigara. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anageuza maisha ya wanadamu. Alikutana na mwanamke yule Msamaria, alikuwa kahaba. Alipokutana naye akapokea, akanywa yale maneno yake, kahaba kwisha. Kaanza kuhubiri Injili kwamba yuko anayeondoa hata kiu ya ukahaba, yupo anayeondoa hata kiu ya uongo. Samaria akasema naam, anachosema ni kweli, tumwendee Yesu huyu na sisi kati kiu ya dhambi. Alikuwa na dhambi kama wewe, alikuwa anaishi na uovu, lakini alikubali kupokea neno la Kristo ambalo likiingia moyoni nafanya kazi yake. Chukua hatua leo, amua leo moyoni. Yaani watu wanapokea maneno ya wanadamu jamani. Mwanadamu hata kimwambia unaona akakajani kana tipu kisukari, atapokea. Hiyo jana naenda nao. Hata kiambiwa hii jana ukalitwange, alafu kishaitwanga niweke kwenye maji masaa 2, ataangalia na yale masaa 2, funywa atakunywa kweli. Mwambie kupokea neno la Yesu moyoni. Mwambie kama atakubali. Kila majani anapokea. Hii ni dawa kabisa. Anaitika. Hataki kupokea neno. Nini? Ameshikiliwa rohoni. Shetani amemkamata. Asipokee uzima, asipokee usalama, asipokee maisha milele. Asikukamata wewe leo. Mwambie naenda kumpokea. Aingia moyoni. Zambi ondoke ndani yangu. Shetani usinikamate. Anakamata watu na anaongea nao. Hata hiyo. Makubwa mno. Maulokoni. Yaya lolo. Kalema. Tusalira getu dini yetu. Nasema tuko kwenye dini yetu. Kwa lokali haya. Tokete. Hayo masikolo. Makumu. Ni shetani ndani anakamata. Ili mwanadamu asimuone Mungu. Ili mwanadamu aendelee kutumikia dhambi. Ili mwanadamu aendelee kuwa mtumwa wake. Wakati amekuja na tutoa kwenye utumwa. Kila tendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na hakuna wezaye kujitoa mwenyewe kwenye dhambi. Yuko anayetutoa kwenye dhambi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwake tunakuwa salama roho na mwili Bwana. Ni ndani ya Yesu Kristo Mwokozi tunakuwa salama. Simama kwa miguu hiyo miwili. Mungu aliyekupa, maana huyu anayezungumza ndiye aliyefanya vyote. Anaitwa ni Nuru Haris. Humtia nuru kila mmoja anayemwendea, kuondoa giza kwa kila mmoja anayemkubali, kuondoa mauti kwa kila mmoja anayempokea, tena bila upendeleo. Sogea uliye karibu, ndiye mbali, simama kwa miguu hiyo miwili. Amini amesema nawe Baba leo, fumba macho, neno lake haliwezi kumrudia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, jioni ya leo umesema na umbaji wako. Wengine wako karibu, wengine wako mbali. Umesikia sauti, umewafikia leo kwamba wote waliompokea yuwapa uwezo fanyika watoto wa Mungu. Jehova Mungu mkuu, Baba wa neema, chia neema hii kwa baba yule, kijana yule, binti yule aliyesikia neno hili na kulipokea. Thibitisha neno, funga nguvu kinyume na kweli. Omalewe, sambaratishe madhabahu za kuzimu. Kote inayoshikilia nafsi yake utamwendea Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thibitisha neno lako kwa moja Mfalme. Asante Mungu, umetenda, tukuzwe katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kiomba na kushukuru. Wote tuseme amen.